Mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji, Dr. Nazael Madala, amesema Tanzania ni moja ya nchi vinara duniani kwa uzalishaji wa mazao ya uvuvi kutoka katika maji baridi, ikiwa ni moja ya nchi 10 duniani katika ukuzaji wa viumbe maji na ni miongoni mwa nchi 10 ambazo huzalisha mazao mengi ya ukuzaji viumbe maji barani Afrika. Dr. Madala amesema hayo katika ukumbi wa maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa warsha siku 3 ambayo inaangazia upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha wadau wa sekta ya uvuvi. Na Tanzania tunafanya vizuri katika sekta ya uvuvi. Uzalishaji wetu tunakwenda ukiongezeka kwa ujumla katika mpaka kufikia April mwaka huu tulikuwa tumezalisha karibu tani 600,000 za mazao ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji, kwa kikijumuisha samaki, mwani na bidhaa zingine. Na kati ya hiyo vile vile tumeweza kuuza takriban tani 40,000 nje ambazo zimetuletea fedha za kigeni za kutosha kwa kweli, na tunajua kwamba tunahitaji fedha za kigeni ni kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na kutokana na uzalishaji huu, Tanzania ni moja ya nchi vinara duniani kwa uzalishaji wa mazao ya uvuvi kutoka katika maji baridi. Ni moja kati ya nchi 10, lakini vile vile kwa ukuzaji viumbe maji na yenyewe ni moja kati ya nchi 10 ambazo zinazalisha mazao mengi ya ukuzaji viumbe maji barani Afrika. Aidha, Profesa Esther Shengoma, mratibu wa kituo cha utafiti wa huduma za kibenki na kifedha Shule Kuu ya Biashara, anaeleza. Kwa hapa kwenye hii forum yetu inayoelezea upatikanaji wa mitaji na mikopo kwa ajili ya kuinvesti kwenye teknolojia ambazo ni efficient na ni teknolojia za kwenye baharini kwa ajili ya wavuvi na wakulima wa samaki. Lakini tunaangalia mnyororo mzima wa uvuvi, kuanzia kwa yule anayevua mpaka anayechakata na mpaka anayeuza. Hii imetokana na kwamba kuna changamoto nyingi kwenye huu mnyororo wa uvuvi. Ni kwamba wanaojihusisha walio wengi ni wavuvi wadogo wadogo. Na teknolojia za sasa hivi ambazo zinakuja, ambazo tunasikia ni za kutumia kompyuta, na mtu anavyoenda kuvua hahitaji kubahatisha. Kwa hiyo ile teknolojia inaweza ikamuonyesha samaki wako wapi. Vile vile hawa wavuvi na wachakataji wamekuwa wakitegemea watu wakati katika kuuza bidhaa zao. Lakini teknolojia zimekuja ambazo zinawawezesha wao kumfikia yule mnunuzi wa mwisho, aidha ananunua kwa kiasi kikubwa au ananunua kwa kiasi kidogo kidogo, ambayo tunaita ni digital marketing. Katika hatua nyingine, Chazi Tulahi ni mwakilishi kutoka Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO chini ya Umoja wa Mataifa, anaeleza namna shirika hilo linavyoshirikiana na serikali ya Tanzania. Ambayo kwa mfano katika eneo la uvuvi utakuta kuna maeneo ya utaalamu, kwa tunatoa utaalamu, vile vile tunatoa rasilimali kupitia miradi mbalimbali na katika majadiliano mbalimbali. Kwa hiyo huwa tunashirikiana sana na serikali. Tumeisha wekeza katika maeneo mengi ambayo wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuyakadiria, kwa maana kwa mfano utaalamu. Kazi kubwa ya FAO ni kutoa utaalamu katika maeneo ambayo nimeyataja: mazao, maeneo ya uvuvi, maeneo ya mifugo na kadhalika. Ndio kazi ya kwanza ya FAO, kutoa utaalamu. Lakini vile vile rasilimali fedha. Kwa mfano hapa tunaposema Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwenye eneo hili ambalo tunalishughulikia leo au tunalishuhudia leo, tumeshawekeza zaidi ya milioni 231 ili kuweza kuwezesha kitengo husika kuweza kufanya kazi zake vizuri na kuweza kutoa utaalamu wake kuwafikia walengwa. Warsha hii itafanyika kwa siku 3 katika viunga vya maktaba mpya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, huku ikitarajiwa kujadili mambo mbalimbali
kwa ajili ya kuendeleza uchumi wa bluu, huku sekta ya uvuvi ikiwa na mchango mkubwa katika taifa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Ibrahim Mgaza, Mlimani TV.